Tulijadili kwa kina na tuendelee kulijadili. Unapozungumza kutekwa, maana yake ni kwamba mtu anatoweka kabisa kwenye familia yake, anakuwa hayupo kabisa, na madhara yake ni makubwa, na baadhi ya watu ambao wanatekwa wanauawa. Kwa hivyo tulijadili jambo hili kwa kina. Mjadala wetu uwe ni namna gani ya kuzuia utekaji, kwa sababu nimeona miongoni mwa mapendekezo hapa ni pamoja na kufikiria kutunga sheria. Nafikiri ili liwe ni jambo la muda mrefu, lakini kwa sasa tufikirie namna gani ya kuzuia utekaji. Jambo la pili, hawa watekaji ni watu ambao wamekamilika, yani ni vikosi. Ni watu ambao wana vifaa, wana magari, wana silaha, wana kila kitu, wanafahamika. Kwa lugha nyepesi ni kwamba Tanzania kuna vikosi vinavyoteka watu. Ni lazima tujadili kwa kina juu ya swala hili la vikosi vinavyoteka watu. Nani kaunda vikosi hivi? Vinagharamiwa na nani? Vinatoka wapi? Ili tujue hivi vikosi asili yake na tunavizuiaje hivi vikosi. Jambo la tatu, ndugu zangu, wakati tukijadili swala hili katika mtazamo wa kisheria, hapa nchini kwetu tuna sheria kandamizi. Nakumbuka kuna kipindi Rais Mwinyi aliunda tume ya kupitia kuangalia haki katika mfumo wa sheria wakati tunaingia kwenye vyama vingi, na baadaye ile tume ya Jaji Kisanga ilionyesha kwamba kuna sheria nyingi kandamizi na ikapendekeza zile sheria zifutwe. Lakini zile sheria watawala hawakuzifuta kwa sababu ambazo wanazojua wao wenyewe. Lakini kwamba kumeendelea kutungwa sheria zinazofanana, sheria kandamizi. Miongoni mwa sheria hizo ni pamoja na sheria ugaidi, sheria namba 21. Sheria hii mswada wake ulipoletwa mwaka 2002, makundi yote ya haki za binadamu yalipinga sheria hii. Na yalipinga kwa sababu sheria hii ndani yake kuna vifungu vya wazi vinamruhusu askari kuua. Katika sheria ugaidi, wakati wa upelelezi, askari anaruhusiwa kutumia nguvu. Lugha iliyotumika mle wanasema nguvu inayostahiki. Lakini hiyo nguvu inayostahiki haifafanuliwi ni nguvu stahiki ni ipi. Halafu sheria inasema kwamba wakati atakapotumia nguvu stahiki, ikiwa atamjeruhi mtu, hatashtakiwa kwa jinai wala hatashtakiwa kwa kosa la kumjeruhi. Ikiwa atamuua, hatashtakiwa kwa kosa la kumuua. Hii ni sheria ambayo ipo hapa nchini kwetu Tanzania. Wakati tukiwa na sheria kama hizi, huwezi kuzuia hayo yanaendelea. Lakini pia sheria hiyo inampa haki askari kumkamata mtu bila kuwa na hati ya kukamatia. Huwezi kuwa na sheria kama hiyo ukazuia utekaji. Na ni pale ambapo ilipopitishwa sheria hii ndio tumeanza kuona kuna wimbi kubwa la watu wanaotekwa na kupotea. Kwa sababu askari wanaruhusiwa kwa mujibu wa sheria kumteka mtu, sheria hii, bila kuwa na hati. Kuna lugha hapa alikuwa na present hapa jaji, akawa anasema askari anaweza kumfikiria tu mtu kwamba huyu anataka kufanya kosa fulani. Hiyo mizungumzo kwa mujibu wa sheria hii kwamba anaruhusiwa atakapokuhisi basi achukue hatua. Tena hatua hizo ni nzito, ndio pamoja na hizi za mauaji. Sasa nilikuwa nafikiri kwamba ni muhimu kikao hiki cha leo kikajadili sana masuala haya. Na lengo kubwa ni tuangalie namna gani tunaanza kulitafutia njia ya kulitatua tatizo hili. Na namna ya kuanza ni lazima tumtafute mtuhumiwa. Nani mtuhumiwa wa utekaji? Nani mtuhumiwa wa mauaji? Na kama tulivyoelezwa kwamba TLS ni kiungo baina ya wananchi na serikali. Kwa hivyo sisi tutafute mtuhumiwa katika taifa letu wa utekaji na mauaji, halafu tuishauri serikali hatua gani ichukue. Nafikiri tukifanya hivi, mkutano wetu wa leo utakuwa na tija kubwa. Na nipendekeze namna ya kumtafuta mtuhumiwa. Namna ya kumtafuta mtuhumiwa, viko vyanzo.
Sisi Shura ya Maimamu tumeshughulika sana na swala hili la utekaji. Na tarehe 26 mwezi wa pili 2023 tulizindua ripoti katika hoteli pale City Garden. Na tuliita vyombo vyote vya serikali. Tulialika idara ya usalama wa taifa, tukaalika jeshi la polisi, tukaalika bunge, tukaalika hizi organs zote za human rights, tukaalika na media. Na wawasilishaji wa mada pale walikuwa watatu, nilikuwa ni mimi na brother Asbat Ngurumo pamoja na wakili Peter Madeleka. Na tuliwaleta waathirika watuhumiwa zaidi ya 100 na walizungumza pale. Kwa hivyo ile ripoti ni kubwa. Haya tuliyozungumza hapa yote kwenye ripoti ile ya Shura ya Maimamu. Ni ripoti ambayo imekwenda kwa kina kwa sababu ina maelezo ya wale waathirika kama iliyotolewa na dada yetu hapa. Yale maelezo yako maelezo ya watu zaidi ya 200. Ile ripoti ina watu waliotekwa zaidi ya 200. Ina picha zaidi ya 100 za watu waliotekwa. Wametekwa lini? Zile familia zinaeleza wasifu wa wale waliokuja kuteka. Watekaji walikuwa na sura gani? Walijieleza vipi? Walifanya nini? Ile ripoti ina maelezo ya kutosha. Hiki ni chanzo muhimu sana ambacho kinaweza kutusaidia kuweza kumpata mtuhumiwa ili tuweze kuishauri serikali. Lakini chanzo kingine ni ripoti ya serikali ya rais ya Tume ya Haki Jinai. Ripoti ya Tume ya Haki Jinai imeeleza mambo mengi sana. Miongoni mwa mambo ambayo nimesoma kwenye ripoti, kwa sababu nimesoma yote, imeeleza moja ya sababu ambazo walizogundua za watu kutekwa na kupotea ni serikali imeunda vyombo vingi vya ukamataji wa raia kwa kiwango ambacho hata baadhi ya mamlaka ambazo ziko kikatiba zenye majukumu yao kama jeshi la polisi havifahamu hivyo vyombo. Ripoti inasema hivyo. Lakini inasema kipengele cha pili kwamba kuna mahabusu nyingi ambazo za kuwaweka hawa watu wanaotekwa kwa kiwango ambacho hata jeshi la polisi hawazijui. Kwa hivyo ni rahisi sana sisi kufanya utafiti na tukaweza kujua kwamba kwa kweli huyu ndo mtuhumiwa namba 1 katika swala hili la utekaji na mauaji yanaendelea Tanzania. Halafu tuishauri serikali ni hatua gani ambazo zichukuliwe kwa ajili ya usalama wa raia na maisha yetu. Ndugu zangu, huu ulikuwa mchango wangu na lakini sheria watawala hawakuzifuta kwa sababu ambazo wanazojua wao wenyewe. Lakini kwamba kumeendelea kutungwa sheria zinazofanana, sheria kandamizi. Miongoni mwa sheria hizo ni pamoja na sheria ugaidi, sheria namba 21. Sheria hii mswada wake ulipoletwa mwaka 2002, makundi yote ya haki za binadamu yalipinga sheria hii. Na yalipinga kwa sababu sheria hii ndani yake kuna vifungu vya wazi vinamruhusu askari kuua. Katika sheria ugaidi, wakati wa upelelezi askari anaruhusiwa kutumia nguvu. Lugha iliyotumika mle wanasema nguvu inayostahiki. Lakini hiyo nguvu inayostahiki haifafanuliwi ni nguvu stahiki ni ipi. Halafu sheria inasema kwamba wakati atakapotumia nguvu stahiki, ikiwa atamjeruhi mtu, hatashtakiwa kwa jinai wala hatashtakiwa kwa kosa la kumjeruhi. Ikiwa atamuua, hatashtakiwa kwa kosa la kumuua. Hii ni sheria ambayo ipo hapa nchini kwetu Tanzania. Wakati tukiwa na sheria kama hizi, huwezi kuzuia hayo yanaendelea. Lakini pia sheria hiyo inampa haki askari kumkamata mtu bila kuwa na hati ya kukamatia. Huwezi kuwa na sheria kama hiyo ukazuia utekaji. Na ni pale ambapo ilipopitishwa sheria hii ndio tumeanza kuona kuna wimbi kubwa la watu wanaotekwa na kupotea. Kwa sababu askari wanaruhusiwa kwa mujibu wa sheria kumteka mtu, sheria hii, bila kuwa na hati. Kuna lugha hapa alikuwa na present hapa jaji, akawa anasema askari anaweza kumfikiria tu mtu kwamba huyu anataka kufanya kosa fulani. Hiyo mizungumzo kwa mujibu wa sheria hii kwamba anaruhusiwa atakapokuhisi basi achukue hatua. Tena hatua hizo ni nzito, ndio pamoja na hizi za mauaji. Sasa nilikuwa nafikiri kwamba ni muhimu kikao hiki cha leo
kikajadili sana masuala haya, na lengo kubwa ni tuangalie namna gani tunaanza kulitafutia njia ya kulitatua tatizo hili. Na namna ya kuanza ni lazima tumtafute mtuhumiwa. Nani mtuhumiwa wa utekaji? Nani mtuhumiwa wa mauaji? Na kama tulivyoelezwa kwamba TLS ni kiungo baina ya wananchi na serikali. Kwa hivyo sisi tutafute mtuhumiwa katika taifa letu wa utekaji na mauaji, halafu tuishauri serikali hatua gani ichukue. Nafikiri tukifanya hivi, mkutano wetu wa leo utakuwa na tija kubwa. Na nipendekeze namna ya kumtafuta mtuhumiwa. Namna ya kumtafuta mtuhumiwa, viko vyanzo. Sisi Shura ya Maimamu tumeshughulika sana swala hili la utekaji. Na tarehe 26 mwezi wa pili 2023 tulizindua ripoti katika hoteli pale City Garden, na tuliita vyombo vyote vya serikali. Tulialika idara ya usalama wa taifa, tukaalika jeshi la polisi, tukaalika bunge, tukaalika hizi organs zote za human rights, tukaalika na media. Na wawasilishaji wa mada pale walikuwa watatu. Nilikuwa ni mimi na brother Asbat Ngurumo pamoja na wakili Peter Madeleka. Na tuliwaleta waathirika, watuhumiwa zaidi ya 100 na walizungumza pale. Kwa hivyo ile ripoti ni kubwa. Haya tuliyozungumza hapa yote kwenye ripoti ile ya Shura ya Maimamu. Ni ripoti ambayo imekwenda kwa kina kwa sababu ina maelezo ya wale waathirika kama iliyotolewa na dada yetu hapa. Yale maelezo yako maelezo ya watu zaidi ya 200. Ile ripoti ina watu waliotekwa zaidi ya 200. Ina picha zaidi ya 100 za watu waliotekwa. Wametekwa lini? Zile familia zinaeleza wasifu wa wale waliokuja kuteka. Watekaji walikuwa na sura gani? Walijieleza vipi? Walifanya nini?